Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Iringa katika kutekeleza majukumu yake imefungua kesi ya uhujumu uchumi namba 13895 ya mwaka 2026 dhidi ya washtakiwa watano ambao ni Amini Jacob Mwakisambwe. Huyu ni afisa kilimo katika kijiji cha Mboliboli, kata ya Mboliboli, wilayani Iringa, mkoani Iringa, na Festo Simon Kizumbe, mkulima kijiji hicho hicho, kata Laipo Mgoboleni, mshtakiwa namba 3, Abdalla Amadi Nguswa, mshtakiwa namba 4, na Agustino John Mkomola, hawa wote wakiwa ni wakulima kutoka kijiji cha Mboliboli, kata ya Mboliboli, wilayani Iringa, mkoani Iringa. Kwa upande wa watuhumiwa hawa wote watano, kimsingi kulikuwa kuna ardhi inayomilikiwa na mama mmoja aitwaye Sinzo Malomi Masanja, lakini pia kulikuwa kuna mjasiriamali aitwaye Furaini Zakayo Vahaye. Mjasiriamali huyo Furaini Zakayo Vahaye alikuwa akihitaji ardhi katika kijiji cha Mboliboli. Sasa washtakiwa namba 2, 3, 4 na 5 wakiwa ni wakazi wa kijiji cha Mboliboli waliweza kuzungumza biashara hiyo na huyo Furaini Zakayo Vahaye akiwa ni mjasiriamali aliyekuwa akihitaji ardhi, na wakaingia kwenye makubaliano ya kuuziana ardhi. Sasa baada ya kuingia katika makubaliano hayo, mshtakiwa namba 1 akiwa kaimu mtendaji wa kijiji cha Mboliboli aliweza kuhalalisha kupitia hati za mauziano za ardhi kama ambavyo nimeainisha hapo awali, ardhi ambayo walikuwa hawaimiliki kihalali. Ardhi hiyo ilikuwa ni vipande kutoka katika ardhi inayomilikiwa kihalali na Mama Sinzo Malomi Masanja, ambapo mshtakiwa namba 2 na namba 3 waliweza kujipatia kiasi cha shilingi milioni 1,800,000 kila mmoja kwa njia za udanganyifu kupitia mauzo ya shamba ambalo walikuwa hawamiliki kihalali. Aidha, mshtakiwa namba 4 na namba 5 pia wanakabiliwa na makosa hayo ya kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu kinyume na kifungu cha 302 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Hawa pia walijipatia kila mmoja kiasi cha shilingi milioni 4,500,000 ikiwa ni fedha waliojipatia kwa njia za udanganyifu kutokana na ardhi ambayo walikuwa hawaimiliki kihalali. Kwa upande wa mshtakiwa namba 1, yeye alitenda yale makosa manne kama nilivyoeleza awali kwa kuhalalisha mchakato wa mauziano ya ardhi isivyo halali, hivyo kutumia madaraka yake vibaya na kupelekea washtakiwa hawa kujipatia kiasi cha fedha isivyo stahili. Washtakiwa wote wamesomewa makosa dhidi yao mbele ya Mheshimiwa Honorius Kando katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Iringa, na wamekana mashtaka dhidi yao, na mahakama imetoa masharti ya dhamana, ambapo mshtakiwa namba 1 kwa kuwa ni mtumishi wa umma ameweza kupewa masharti ya kujidhamini mwenyewe, na washtakiwa namba 2 mpaka 5 hawa ni wakulima ambao wamepata kudhaminiwa na mdhamini mmoja kila mmoja aliyesaini hati ya dhamana ya shilingi milioni 1,260,000. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.